Huenda mchezo wa taekwondo ukapata haiba ya juu mwakani baada ya mwenyekiti wa Taekwondo Association William Mora kuanika bayana mipango itakayofanyika kuanza mwezi Januari mwaka 2026. Akiongea kwenye mashindano ya mchezo huo Mombasa West, mwenyekiti huyo amesema na mipango ya kutoa mafunzo kwa wakufunzi na waamuzi. Amesema mafunzo hayo yatawezesha mchezo huo kuchezwa bila maonevu wa kuleta utata kwa wachezaji. Mipango tulionayo, kwanza kabisa hapo mwakani tunataka tuwe na referee seminar, kutayarisha makochezi wetu wawe at par with international refereeing. Pili, Master Kim who is our patron pledge kwamba every year atakuwa kipeleka watu 6 Korea, fully sponsored by Korea Taekwondo, Korean ambassador. So hiyo nafasi waende kule maybe 1 or 2 weeks wapate ujuzi wa kule, then kwanza wanakuwa 3, mwisho wa mwaka anapeleka wengine 3. Aidha, ametaka serikali ya kitaifa kuingilia kati kuona kwamba wanatoa ufadhili kwa mchezo huo sawa na michezo mingine nchini. Matatizo tunayopata katika huu mchezo wa taekwondo ni kwamba serikali haishughuliki na taekwondo, inashughulika na any other sports like football, athletics. Sisi hatupati misaada, ambapo kuna talent. Hata juzi tulikuwa na mashindano ya under 21, lakini performance ya Kenya ilikuwa mbaya kwa sababu hatupati finances. So ningeomba serikali, hata hii michezo wanasema ni midogo, washughulike na kuisponsor. Asante. Hata hivyo, mwandalizi wa mashindano hayo Joseph Shanga amesema kuwa klabu 12 zimeshiriki mashindano hayo na anategemea mwaka ujao yatakuwa bora na makubwa zaidi. Mchezo wetu wa leo tumejaribu kwa kila mbinu, huu mwaka imejaribu ikafana, na kwa kiasi tuseme imepita nusu, but tunajua kuwa bado tuko katika safari, na by next year, baada ya miaka, tunajaribu kuongoza na kuunganisha walimu, wanafunzi, makochi katika kila jambo tunafanya, tunaenda mbele kwa pamoja. Kwa upande wake, mkufunzi wa Muritin Martial Arts Edwin Ambani amehimiza wakufunzi wote wa mchezo huo Pwani kuwa na ushirikiano kwa ajili ya kuimarisha mchezo huo. Tukiangalia kwamba upande wa elimu ya taekwondo imezaliwa Korea, so sisi kujilinganisha na wao ni vitu viwili tofauti, lakini tukiangalia kwamba tunazo advantages nyingi kama wa Afrika, maana tukiangalia sisi tuko na lishe bora zaidi kuliko lishe ambazo tunakula upande ule. Kwa hivyo tuko na nguvu, tuko na stamina. Tumekosa tu nini? Maybe discipline ya kukula, number 1. Number 2, pia kujinyima katika ile zoezi na kukosa watu wa kushika mkono. Hususan tukiangalia ili club isonge ama itambulikane nationally, unahitaji kwamba lazima you have to invest. Investment inakuwa ngumu, maana wewe, kwa mfano mimi sasa nikijiongelelea binafsi, my club is a community based organization. We are registered under community based organization. So watu wasipokuja kushika mkono, hawezi weka kampu. Ni ngumu. Leo nimekuja na wanafunzi 10 na wanafunzi ambao wamenipa pesa ya game ni wanafunzi 5 peke yake. Wanafunzi 6 nimewalipia kutoka kwa mfuko wangu. So inakuwa ni ngumu kama hatapata watu kushika mkono au kuamini kile ambacho tunachokifanya. Mdhamini wa mashindano hayo Alfred Sigo ameomba wazazi kuweza kutoa ushirikiano kuona vijana wanajiunga na michezo ili waweze kuepuka utumizi wa mihadarati na kutambua vipaji vyao. Majina yanaitwa Alfred Sigo, mimi ni mkurugenzi mkuu wa shirika la vijana la Pwani Youth. Na siku leo tumejumuika na Taekwondo Association of Jomvu kuweza kufanikisha activity hii. Sisi kama shirika tunaamini kuwa sports ni a very key tool ya kuweza kusupport vijana, kuweza kuexplore their skills but also their talent, na pia at the same time inaweza kuwasaidia keep off drugs and substance abuse. So siku ya leo kushirikiano wetu na hiyo shirika la Taekwondo Association tumeweza kujumuisha clubs ambazo ziko katika maeneo ya Mombasa, Kilifi na Kwale, na tunafurahia sana kwa sababu mchezo umekuwa mzuri, vijana wamekuwa na good time ya play, but at the same time wamekuwa na good time ya kulearn about discipline na also life skills in general. Ali Vincent, Benvin TV.